من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma bado, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu hii Bilali Online TV, tunaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Amma bado, leo tunazungumza nasaha. Na nasaha hizi ni kwa ajili makhsusi, nasaha makhsusi kwa ajili ya viongozi wa Chadema na wananchi, lakini hasa tunazungumza nao viongozi wa Chadema kwa sababu kila kitu, roho ya kila kitu ni uongozi. Vyama vyote vinakwenda lakini kwa mujibu ya uongozi. Kwa hivyo tunatoa nasaha kwa viongozi, na tunatoa nasaha hii si kwa sababu nyingine. Tunatoa nasaha hii Bilali Online TV kwa sababu ya mapenzi. Ikiwa unataka kuingia ndani ya shida au unataka kuingizwa ndani ya maafa, lakini akatokea mtu akawa anakueleza na kukufahamisha hatari ya kule unakoongozewa, hatari ya kule unakokwenda, au hatari ya kule unakowaongoza watu kuwapeleka, sasa huyu mtu kwako ni mtu mzuri, na hii anayokupa tunaita nasaha. Kwa hivyo tunawaeleza ndugu zetu viongozi wa Chadema kwamba wamuogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii dunia ni ya kupita, si ya kubakia. Tukitoa mfano tu, alikuwepo mwalimu hapa na alifanya mambo mengi mazuri, lakini ulipofika muda wake ameondoka, na baada ya kuondoka sasa anazungumzwa kwa yale aliyoyafanya. Tumefahamiana, na msaada aliotoa katika nchi yake na msaada aliotoa katika Afrika ndio kilichobakia sasa, kwamba ndio kumbukumbu zake. Sio yeye tu, hata Mwalimu Al-Hassan naye vile alifanya mengi. Alichukua hii nchi, alipewa nchi, lakini ikiwa ina mazingira magumu, lakini akatumia busara mpaka yale mazingira magumu yakaondoka. Na leo tunazungumza kwa yale ambayo yeye aliyafanya. Kwa hivyo ieleweke pia, hata ndugu zetu viongozi wa Chadema, haya mnaoyafanya nyinyi mtaondoka. Eleweni, mtaondoka na haya mnaoyafanya yatabaki. Kwa hivyo ni vizuri kutengeneza njia ambayo itakapobakia nyinyi mkiondoka, viongozi mtatajwa kwa uzuri, mtatajwa kwa wema, na kama mtatajwa kwa uzuri na wema, basi hata kule mbele mnakokwenda inatarajiwa mtapata wema. Sasa Bilali Online TV imeona itoe mawaidha kwenu, itoe nasaha kwenu. Tumefahamiana. Kwa nini? Kwa sababu hili jambo ambalo mnalizungumza wenyewe, no reform no election, hili hamtaki chochote. Nyinyi mnataka usimamishwe uchaguzi usimamishwe na pasifanyikane chochote, ila kifanywe kile ambacho nyinyi ndio mnakihitajia. Sasa hebu tuulizane, nisikilizeni vizuri viongozi wa Chadema hapa mahali, na natoa nasaha kama wenzangu, kwa sababu unapotaka kufanya kitu angalia matokeo yake kile kitu. Kama matokeo yake ushajua haya yatakuwa mabaya kabisa, wewe hauhitaji tena lile jambo kulishutisha, lazim liwe na lilete yale matokeo mabaya. Na kama unaona yataleta matokeo mazuri, basi unafanya kwa sababu litaleta matokeo mazuri. Hili jambo ambalo mnalolisema hamtaki uchaguzi, ndugu zetu wa Chadema, viongozi wa Chadema hamtaki uchaguzi. Tumefahamu. Kwanza mjue, katika vyama ambavyo karibuni 18, ndio maana tunasema kuna sihini, na hili mliangalie, kuna vyama 18 vyote vimekubali kuingia ndani ya uchaguzi na washajitayarisha na wamo ndani ya uchaguzi. Chama kilichokataa kuingia na ni chenu tu, basi hakuna chengine. Hivi vingine 18 vyote vimekubali. Sasa ikiwa nyinyi tunatarajia ni watu wa busara, hivi kweli kwa serikali iache kutii amri au kukubaliana na hivi vyama 18, ambao vyama 18 hivi vyote vinawakilisha Watanzania? Haviwakilishi wa Burundi wala haviwakilishi wa Kenya. Vyama 18 vimekubali kuingia na uchaguzi, na vyama vyote hivi vinawakilisha Watanzania.
Sasa hata nyinyi kama mwingekuwa mumo ndani ya madaraka, nyinyi kwa mfano leo tunasema mfano tu, Tundu Lissu ndio ingekuwa rais, vyama 18 vimekubali kuingia ndani ya uchaguzi, chama kimoja tu cha CCM kimekataa, kinasema hapana uchaguzi. Je, nyie Chadema yengekuwa rais? Mwengekubali kwamba muwakate mawazo ya vyama 18 ambao vyote vinawakilishwa wananchi, mfuate chama kimoja? Yengewezekana? Sasa utaona haingewezekana. Kwa mantiki hiyo, nyinyi mnafanya kitu ambacho hakiwezekani. Kwa rais yoyote ingekuwepo, kwa kiongozi yoyote ingekuwepo, kwa chama chochote kinachotawala chingekuwepo, hakiwezi kikavunja makubaliano na vyama 18 ambao vinawakilisha wananchi vikakubaliana na chama kimoja. Na hata nyinyi kama mngekuwa ndio mliokamata nchi, hamngeweza kukubali kwamba mukatae mpingane na matashi ya vyama 18 vinawakilisha wananchi, mkubaliane na chama kimoja, pengine CCM chama kimoja. Haiwezekani. Kwa hivyo katika mantiki ya maarifa, mantiki ya akili, hili mnalolitaka nyinyi haliwezekani. Na kama haliwezekani ni wajibu wenu sasa. Na kama ingekuwa haliwezekani tu, basi haliwezekani ndio basi, ingekuwa afadhali. Lakini haliwezekani na vile vile litaweza kuleta madhara kwa wananchi. Litaweza kuleta madhara kwa jamii yetu ya Watanzania. Kwa hivyo tunawaomba kabisa kwamba fikirieni upya. Sasa hivi watu washaingia ndani ya uchaguzi, wapo na bado siku chache sana, na huu msimamo mlionao nyinyi hautekelezeki. Kwa mfano nakupa mfano, viongozi wa Chadema nawapa mfano. Haya, leo CCM iseme hiyo no reform no election, ikubali, ivunje sasa. Ivunje, hakuna uchaguzi. Tunakubaliana na Chadema kwamba hakuna uchaguzi. Haya, tuweke vingine, tuweke siku nyingine. Na ikawekwa mipango ambayo Chadema yenyewe sasa imeshakubali kwamba sasa huu uchaguzi mashallah, sasa tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa hatuna matatizo. Lakini hapo ikatokea vyama 10 vikao havikubaliani na huo uchaguzi mpya. Vyama 10 vikasema sisi hili hatukubaliani nalo. Tumevamiana, hatukubaliani nalo kabisa. Kwa hivyo na sisi tunasema no reform no election vile. Sasa hebu naambieni, ikiwa chama kimoja kilipotaka kilikubaliwa, sasa vyama 10 havikubaliani na huo mtungo wa pili, leo ikikubaliana na nyinyi hivi, lakini ikabadilisha katika mbadilisho huo ambao tayari Chadema mtafurahi, au sio? Manake mmekubaliwa. Lakini wengine hawa walioshajitahidi wakajiandaa, wakaweka candidates wao na kila kitu chao wakaweka tayari. Sasa na wao wanakuja kusema kwamba hapana, sisi hatukubali hili. Je, sasa haya mambo katika nchi yataongozeka vipi? Kwa hivyo na hii yote inakuja na mfano hii yote inakuja kwa sababu ni kuonesha kwamba hili mnalolitaka nyinyi haliwezekani. Ndio maana kwa sababu hata nyinyi mnafahamu kwamba haliwezekani. Kwa kuwa mnafahamu kwamba haliwezekani, ndio mnaweka njia ni moja tu ya ugomvi, ya vita, ya vurugu, kwa sababu mnajua hii haiwezekani. Vyama 18 tayari vishakubali na vishaanza kazi na vinaingia katika uchaguzi chenu kimoja tu. Sasa ni serikali gani itakubali eti kuwatupa chini vyama 18 vitupo chini vyote, halafu kikubalika chenu kimoja? Haya, kikubalika chenu kimoja, matokeo yake na hawa nao wakatokea vyama 10 wakakubali, lakini vyama 10 wakakataa, wakasema hii hapana. Haya mambo yatakwendaje? Kwa hivyo tunaonesha kwamba hivi mnavyotaka nyinyi, hata mkikubaliwa, basi bado mbele yetu kutatokea na vurugu. Kwa hivyo je, ifanyikane nini? Ndio tunandasiana sasa kwamba uchaguzi haufanyi mwaka huu tu, uchaguzi upo kila mara. Tunawashauri kwamba tengenezeni chama chenu mpaka kikae katika mwelekeo huko mbele tunakokwenda, kionekane kwamba ni chama ambacho kwanza kinaheshimu sharia, na pili sio chama cha kukokoto ambao chenye nia cha kusema kwamba lazima kishinde na kama kikushinda basi bora nchi iharibike. Lazima muoneshe msawa mpya, muoneshe mfumo mpya sasa, na huu ndio wakati wa kuonesha nyinyi mfumo mpya. Lakini ikiwa bado mtasimama hapa, ndugu zangu Chadema, ikiwa mtasimama hapa, basi mkumbuke kuna Kenya ilifanya
ilipewa nasaha kama hizi, lakini ikakataa Kenya. Wakakataa, wanasiasa wa Kenya wakakataa. Hakuna uchaguzi, hakuna no reform, no election. Wakafanya vurugu kubwa, lakini matokeo yake waliwaulisha watoto wa Kenya. Tena waliwaulisha wenyewe wale wanyonge ambao wana unyonge wa kiakili na wana unyonge wa hali. Wale wengi wamekufa mpaka wanakuja kutahamaki, lakini wanaacha sasa kujua kwamba wamefanya makosa. Wao na watoto wao wote wako hai, hawana matatizo yote, lakini wameshaua watoto wengi, wameshaudisha watoto wengi, vijana wengi wa kinyonge wameshawaudisha. Na sio hivyo tu, hata Uganda, hata Burundi, hata Rwanda kumetokea hayo. Nchi zetu za Afrika kunatokea hayo. Kuna watu wanapewa nasaha, lakini wanakataa nasaha, wanakataa. Na wanapokataa nasaha, maana yake hawakubali, sasa hawarudi nyuma tena mpaka baada ya kufa watu wengi ndio wanakubali. Kenya hivyo hawakukubali mpaka wamekufa Wakenya wengi ndio wametulia sasa, wanaangalia siasa sasa. Burundi hawakukubali, lakini baada ya kufa watoto, vijana wengi wakufa, wanawake wengi wakufa, wanaume wengi wakafa, na mambo yakaharibika sana ndani ya nchi, ndio wamerudi sasa wamekubali. Rwanda wamekubali, Burundi wamekubali, na kwa matamshi, kwa harakati hizo hayo nchi ngapi sasa zinaangamia katika vita? Kwa sababu wao viongozi lazima hekima yenu, yani maisha ya watu wenu muone yana thamani zaidi kuliko nchi. Maisha ya watu wenu yawe na thamani zaidi kuliko siasa. Maisha ya watu wenu yawe na thamani zaidi kuliko vyama vyenu. Hivi ndio inavyotakiwa. Sio msamini vyama vyenu kwamba lazima vingie kwenye madaraka kama haiwezi. Bora hata watu wafe. Sivyo. Bora hata nchi iangamie, lakini lazima chama chetu kishike hatamu tu. Sivyo. Watu wana thamani zaidi. Ubinadamu ni thamani zaidi. Kwa hivyo tunawaomba wenzetu wa Chadema, tunawaomba kwanza watambue fikira walionayo haitekelezeki. Hata wangekuwa wao kwenye madaraka hangeweza kutekeleza sheria hii. Tumefahamiana, kwa sababu hii sheria ni sheria tunasema ya udazimu, sheria ya kiwazimu. Watu 18, vyama 18 vimekubali, kimoja hakikubali. Sasa nyie serikali ikubaliane na hichi kimoja. Haya, sasa ikikubaliana na kimoja, wameweka washakubali hicho kimoja, lakini matokeo yake sasa yanakuja kutokea panapangwa, halafu vyama 10 vinasema havikubali. Na hivi vyama 18 sio kwamba vinaongozwa na watu wajinga. Vyama 18 vinaongozwa, vina wasomi, tena wasomi wabobevu wanaokubalika mpaka duniani. Vinaongozwa na watu ambao wenye hali zao, sio kwamba wajinga tu au mafukara tu wanatafuta pesa haizuru watu wafe lakini wao wapate madaraka. Sio hivyo. Vyama 18 vyama vyenye maandalizi. Sasa tunasema kwamba, na tunamalizia, hii mnaoitaka nyinyi ndugu zetu wa Chadema haitekelezeki. Kwa sababu kwanza itakuwa ni ujinga kabisa. Vyama 18 vimekubali, chama kimoja hakikukubali. Ati hichi chama kimoja ndio uharibiwe uchaguzi wote kwa sababu chama kimoja hakikukubali. Haya, na kikubaliwe sasa. Kikukubaliwa vyama 10 vikiwa havikukubali sasa. Na itafanywa nini? Patafanywa nini? Kwa hivyo tunachosema ni kwamba tunaishauri ili isije ikatokezea kwamba Chadema ndio waliosababisha sababu ya kuingia nchi yetu ndani ya vurugu, sababu ya kupoteza vijana wetu, sababu ya kupoteza maisha ya watu, sababu ya kuharibika na kupotea mali iwe Chadema. Tunaomba, haya mambo yapo ndani ya dunia hii na yanaendelea. Kwa hivyo sio kwamba uchaguzi huu ni wa mwisho au vipi. Tunaomba, madhali mmejitoa nyinyi wenyewe na mnasema hamkutaka, waliotaka wameingia, waridhieni hao walioingia. Muangalie na mtizame nini kitatokea. Yatatufunza sote. Na dunia sio hivi. Bado dunia inaendelea. Iko haki. Na itafika wakati
hata Chadema na nyinyi mtakuwa vile vile mtatoa rai, mtasikilizwa na mambo yatakwenda vizuri, lakini sio museme kwamba haizuru maisha ya watu wa Tanzania yapotee, yaangamie, lakini lazima nyinyi muwe juu. Hii itakuwa makosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.